Habari gani mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni H&T Media ambayo nakuletea taarifa hizi za kimichezo zinazokujia kila siku kila wakati, na ni wakati mzuri kabisa tutakutana tena kwa mara nyingine hapa ili kukupasha taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya matangazo juu ya usajili ambao unaendelea kugonga vichwa vya habari sana hapo katika klabu ya Young Africans, na hii hapa ni juu ya usajili wa kiungo mshambuliaji kutoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Abraham Morris, ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Nini ambacho kimezungumzika na nini ambacho kinaendelea? Ni kusihi kwamba hata banasi sote kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii ili uweze kujua ni nini ambacho tumekuandalia hapa ama nini ambacho kinajiri sasa katika mitandao ya kijamii, hasa kwa mchezaji pendwa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Abraham Morris, ambaye anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans. Kabla hatujafika mbali, ni kukaribishe kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi hapa, na nikwambie kwamba umepitwa na taarifa zetu nyingi sana ambazo tumekuletea. Ili sasa usiendelee kupitwa na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kufanya uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku kila wakati. Na hii hapa ni H&T Media ambayo inasimama sako kwa bako na wewe ili kuhakikisha kwamba inakupasha taarifa za kimichezo ambazo zimeendelea kugonga vichwa vya habari sana hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, taarifa rasmi kabisa kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Young Africans zinaeleza kuwa kumekuwepo kwa taarifa hizo zinazoendelea katika mitandao ya kijamii kuhusishwa kwa Morris Abraham kujiunga na klabu ya Young Africans. Nini ambacho kimezungumzika? Basi twende sote pamoja tuiangazie taarifa hii. Kwa taarifa hizo ambazo zimekuwepo katika mitandao ya kijamii zikimwonyesha Abraham Morris kujiunga na klabu ya Young Africans, inaweza ikawa ni taarifa njema kwa upande wa klabu ya Young Africans na mashabiki wake, lakini pia ikawa taarifa mbaya zaidi kwa upande wa mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana kwamba Morris Abraham ni mchezaji ambaye wao wanamtegemea, na katika mechi za hivi karibuni za ligi kuu Tanzania bara na kombe la mabingwa bara Afrika CAF ambazo Morris Abraham amecheza, unaweza ukasifu kiwango chake na ukaona kabisa ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kuisaidia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa imekuwa vipi tena wanakubali kumwachia mchezaji huyu ili ajiunge na watani wao ambao wanawatesa katika misimu 4 mfululizo Young Africans? Bana, kwa taarifa za mkataba wa Morris Abraham katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba zinaeleza kuwa amepewa mkataba wa miezi 6 tu ambayo waliweza kumsainisha kama kumwangalia uwezo wake utaweza kuwaridhisha mabosi wa Wekundu wa Msimbazi Simba, basi watamuongezea mkataba. Na hii kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Abraham Morris alijiunga kwa muda mrefu kidogo akiwa anafanya trial katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, lakini baada ya msimu kuanza sasa wakamsainisha mkataba wa miezi 6. Sasa Young Africans kupitia majasusi wao wamezipata taarifa hizo na wakaamua sasa kumhitaji kijana huyo ili waweze kumpa mkataba wa miaka 2 katika klabu ya Young Africans, hasa katika wakati huu wa dirisha dogo la usajili ambalo linaendelea joto lake linaendelea kupanda zaidi siku hadi siku kuelekea kwa kufunguliwa kwa dirisha hilo. Basi unaambiwa kwamba mabosi wa Young Africans wao wanamhitaji kijana ili waje wampe mkataba wa miaka 2 kuitumikia klabu ya machampions hao wa kihistoria ambao makao makuu yao yanapatikana hapo Twiga na Jangwani, Dar es Salaam. Young Africans ambao wameona kuna uwezekano mkubwa wa Morris Abraham kuja kuwasaidia katika timu yao ya Young Africans, hasa katika eneo la kiungo wa juu wa ushambuliaji. Kwa taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba mazungumzo baina ya pande zote mbili bado yanaendelea na hawajafikia mwafaka wa kuelewana kama
mchezaji huyo atajiunga na klabu ya wekundu atajiunga na klabu ya Young Africans kutoka kwa wekundu wa Msimbazi hao Simba, ama atamalizia mkataba wake wa mwezi mmoja ambao utakuwa umesalia hapo katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kuna taarifa ambazo si za kuaminika kabisa zinasema kwamba mabosi wa Simba Sports Club wamekataa kuwauzia moja kwa moja mchezaji huyo, na kinachofanyika sasa kwamba mabosi wa klabu ya Young Africans wanamshauri mchezaji huyo aweze kutoka katika timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba atimkie katika timu nyingine, huko wao ndiko watakao kwenda kumnasa kwa urahisi. Hizo ni za kidoti ambazo tumezipata katika kutoka kwa watu wetu wa karibu na kutoka katika majasusi wetu ambao wanatupenyezea taarifa hizo. Lakini vipi nafasi ya Morris Abraham katika kikosi cha Young Africans endapo atajiunga na kikosi hiko? Atakuwa na nafasi katika first 11 ya Pedro Gonçalves, head coach wa klabu ya Young Africans, licha ya kwamba amemwita Alan Okello kutoka Uganda kuja kuchukua nafasi hiyo ambayo Abraham Morris naye anaifukuzia hapo katika klabu ya Young Africans, licha ya kwamba kumekuwepo kwa taarifa za kwamba huenda Alan Okello akamalizia mkataba huu wa 2025-26 hapo katika ligi kuu ya Uganda, then ndo atajiunga na klabu ya Young Africans. Lakini kwa taarifa za kuaminika kabisa ni kwamba huenda upepo kageuka endapo kama Young Africans wataongeza maslahi ya sign-on fee ya kumnasa mchezaji huyo. Upepo unaweza ukageuka na mchezaji huyo akajiunga na klabu ya Young Africans hivi karibuni dirisha la usajili litakapofunguliwa. Sasa kutakuwepo na wachezaji wa aina hiyo. Una Morris Abraham, lakini pia una mchezaji kama Alan Okello ambaye amefanya makubwa katika ligi kuu ya Uganda na kujizorea umaarufu mkubwa, lakini pia katika timu ya taifa ya Uganda amefanya makubwa na kujizorea umaarufu mkubwa zaidi, na anaendelea kukichafua huko katika timu yake ya taifa ya Uganda huko Morocco, ambako timu ya taifa hilo inashiriki michuano ya mataifa ya Afrika AFCON, ambayo michuano hiyo inatimua vumbi huko Morocco. Mambo yanazidi kuwa mengi sana, na mabosi wa klabu ya Young Africans pamoja na technical bench lote kwa jumla, wao lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanaijenga klabu yao ije kuwa klabu ambayo inafanya makubwa na kuogopeka katika michuano yote ambayo wanashiriki, kwa maana ya michuano ya kombe la mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans wana kibarua kikubwa cha kwenda kuchukua pointi 3 huko katika mji wa Rabat, ambapo watakwenda kukutana na AS FAR Rabat ya Morocco, ambapo kwa taarifa za uhakika kabisa kwamba mechi hiyo itachezwa bila mashabiki, kutokana kwamba mashabiki wa AS FAR Rabat walifanya fujo katika mechi yao iliyopita. Kwa hiyo moja kati ya bahati kubwa ambayo Young Africans wameipata ni hiyo. Sasa ni wakati wao kwenda kufanya vizuri, lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo Young Africans bado wanaendeleza ubabe wao wa kutetea ubingwa wao wa 5 mfululizo. Je, Young Africans watafanikiwa kumnasa Morris Abraham kutoka katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Hilo ni swali la kujiuliza. Tukutane katika comment section hapo, utujuze na utuandikie comment yako hapo juu ya hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Sisi tutakuja kuzisoma komenti zote ambazo utakuwa umetiririsha hapo, kwa kuamini kwamba tuna kubali mchango wa comment ambazo zinatufikia katika comment section. Lakini pia tukutane katika update zijazo. Langu jina naitwa Dio. Usisahau kutufuata katika mitandao ya kijamii hasa Instagram na TikTok, ambapo tutapata kwa jina la HNT Media TZ. Hapo tutaweza kupata taarifa za kimichezo kede ambazo zinakujia kila siku na ambazo tumekuandalia hapa katika channel ya kupendwa ya HNT Media. Langu jina naitwa Dio. Tukutane katika update zijazo. Bye bye.